Habari. Hivi umewahi kuhesabu baraka zako? Yaani kufikiria vile vitu ambavyo umewahi kuvifanya eh, labda miaka mitano nyuma. Nitolee tu mfano labda miaka mitano nyuma. Vitu ambavyo wewe umeshawahi kuvifanya vikafanikiwa sana, vikawa vizuri, vikaenda kama vile ambavyo wewe ulitamani viende. Umeshawahi kuhesabu? Tena ikiwezekana kwa maandishi kabisa. Chukua dayari yako umeandika. Mwaka juzi nilifanya hivi kikafanikiwa. Mwaka majuzi nilifanya hiki kikafanikiwa. Mwaka jana nilifanya hiki kikafanikiwa. Mwaka huu labda Januari huko nilifanya hiki kikafanikiwa. Umeshawahi kuviandika hivyo vitu? Kuna wakati unaweza ukawa unafanya vitu vizuri lakini wewe mwenyewe hujui. Yaani unaona kama vile mambo kama yani kwa sababu hujifanyia tathmini. Kwa hiyo hujui kama wewe umebarikiwa kwa kiwango gani. Lakini ukiwa unaandika vitu vyako ambavyo umewahi kufanya na vimefanikiwa, utakuja kugundua kwamba yani hapo ulipo wewe ni mshindi na una uwezo wa kushinda zaidi ya hapo. Na hata sijajua wewe saizi uko kwenye wakati gani. Pengine inawezekana hiyo miaka ya nyuma ulishawahi kufanya mambo makubwa sana, mambo makubwa mazuri na yaliyofanikiwa. Labda sasa hivi uko kwenye wakati ambao unaona una changamoto ambayo hutaka uweze tena. Yaani kwamba mimi sijui kama naweza nikafanya tena kama nilivyowahi kufanya nyuma. Haiwezekani. Yaani kama kule nyuma uliwahi kufanya na ukafanikiwa, hata hapo ulipo leo utatoka. Yaani hata hapo ulipo leo hata kama unapitia wakati mgumu na kuhakikishia utatoka. Utatokaje? Utatoka kwa vile ambavyo wewe utaangalia zile baraka zako za nyuma na kujiuliza ili kuwaje kule nyuma uliweza kufanikiwa na kufanya vizuri. Ukishajiuliza ilikuwaje kuwaje, maana sasa utaanza kurudisha ile akili yako nyuma, utaanza kurudisha zile nguvu zako ambazo ulikuwa ukifanya kule nyuma, utaanza kurudisha yale mawazo ambayo ulikuwa nayo kule nyuma yakakusababisha wewe ukaweza kufanya vizuri kule nyuma. Maana yake ni kwamba hata sasa inawezekana. Hata leo inawezekana. Mara nyingi tumekuwa tunakata tamaa kwa sababu hatujiulizi kwamba leo naona mambo yamekuwa magumu. Leo naona kitu fulani siwezi kukifanya. Lakini kwa sababu pia hujiulizi kwamba mbona kule nyuma nilishai kufanya nikafanikiwa? Kwani nilikuwaje? Kwani nilitumia mbinu gani? Kwani watu gani walinifaa? Walinisaidiaje mpaka nikaweza kufanikiwa? Kwa nini nishindwe leo? Kwa nini nisiwatafute wale watu ambao walinisaidia nikafanikiwa? Au kwa nini nisitumie tena zile mbinu ambazo nilifanya nikafanikiwa? Kuna wakati akili inachoka. Mimi nafahamu. Kuna wakati akili inachoka. Unaona mambo yamekuwa magumu, unaona mambo hayawezekani. Pengine ulikuwa una watu wakikusaidia wamekuacha, hawakusaidii. Pengine ulikuwa una watu wanakupa mawazo wamekuacha, hawakusaidii. Sasa ikifika mahali umekata tamaa na kuona kwamba mbona mambo yamekuwa magumu, vile nilivyokuwa navitegemea nyuma pengine leo havipo. Ukikaa chini maana yake ndo huwezi kabisa na hautaweza kabisa. Lakini ukiamua kutulia chini na kutafakari na kuona naanzia wapi, hapo utakapoanzia ndio patakapo kusababisha na sasa hivi uendelee kufanikiwa kama ulivyokuwa unafanikiwa mwanzo. Najua wakati mwingine mambo yanakuwa ni magumu sana, changamoto zinakuwa nyingi sana, kila mtu kulingana na mazingira yake. Siwezi kusema kwamba hakunaga changamoto, lakini hatuwezi kukaa, yani hatuwezi kuacha kufanya vitu kwa sababu tumekutana na changamoto. Haiwezekani. Otherwise hayo unayoyaishi sio maono yako, au hicho unachokifanya sio ndoto yako ambayo kweli umedhamiria kwamba hii ndoto nilionayo ni lazima inifikishe mahali fulani. Lakini kama ni kweli Mungu amekupa hicho kitu kama zawadi, Mungu amekupa hicho kitu kama neema ya kuweza kufanya wewe ufanikiwe, au kama neema ya kuweza kusaidia watu wengine wasogee, my dear, utadaiwa. Amka. Yaani amka hapo ulipo, jiulize nini kilikufanya uanze kufanya hicho unachokifanya? Nini kimekufanya uache? Kwa nini umeacha? Anza kuandika vile vitu ambavyo vilikusababisha ukafanikiwa na uandike vitu ambavyo vimekusababisha wewe umeshindwa. Pengine kuna kitu kimoja tu kitakukumbusha kwamba no, nenda hapa, rudi hapa, ongea na huyu, mtafute huyu, fanya na huyu ili mambo yako yaweze kwenda sawa sawa. Changamoto ni sehemu ya maisha, na changamoto wakati mwingine zinakuja ili zitusaidie kuweza kuwa bora zaidi. Inawezekana changamoto uliyokutana nayo jana ukiitatua leo haiwezi kuwa kama ile ya jana.
Na huwa tunasema mara nyingi, kama ulifeli jana na unatamani kuendelea, zile mbinu zilizokufelisha jana hautakubali uhamie nazo leo. Manake zile mbinu ambazo zilikufelisha utasema hiki na hiki na hiki kilinifelisha, haiwezekani. Sasa lazima nitafute mbinu mpya za kuweza kunifanikisha zaidi. Na kama ni watu, mimi huwa ninasema kila siku, kama ni watu wamekuacha, hawakusaidii, hawakusogezi mbele, maana kuna watu wengine tumezoea mpaka watu wengine labda watusaidie. Unaona labda watu hawa hawawezi kunisaidia. Wewe utakapoanza kufanya kitu kingine au kufanya kile kitu chako kwa namna nyingine, atatokea mtu mwingine atakusaidia kwa namna nyingine na utaweza kuendelea mbele. Hii dunia imejaa watu wengi sana, na wakati mwingine watu huwa wanaondoka, wanakaa mbali na sisi, hata wale waliokuwa wanatusaidia, kwa sababu wengi huwa tunakuwa hatuna mwendelezo. Kwa hiyo unakuta hata mtu ambaye alikuwa anakusaidia anaona, sasa huyo mtu mbona nimejaribu, nimemsaidia, tufanye aendelee mbele, lakini mwisho wa siku yeye mwenyewe amekata tamaa. Kwa hiyo unakuta na watu wengine tunawakatisha tamaa. Lakini unapokuwa unafanya vitu vyako kwa mwendelezo, unapambana, ni rahisi hata watu kukwambia mbona umestuck, mbona hauendi. Ni rahisi kabisa. Lakini ukikata tamaa, ukaamua kukaa chini, ukaamua kupotea, maana yake kama ulikuwa una wateja wako wanapotea, wanaenda. Mimi najua kuna biashara nilikuwa ninazifanya na niliziacha na wateja wangu wamepotea. Ni kwa sababu nimewapoteza. Maana yake nikitaka wateja wangu warudi, maana yake nianze tena kile nilichokuwa nakifanya ili wale wateja wangu waweze kurudi. Kwa hiyo maana yake kama ni wateja watapotea, kama ni watu sahihi watapotea, kwa sababu wataona kama unawarudisha nyuma. Kama ni kipato chako kitapungua, lazima kipungue, kwa sababu wewe kuna mahali ambapo umerelax, kuna mahali ambapo umekuwa hufanyi. Kwa hiyo usikubali kuacha kitu chochote kwa kukata tamaa kirahisi na kuona kwamba wewe huwezi kuendelea. Hesabu baraka zako za nyuma. Hesabu vitu ambavyo uliwahi kuvifanya nyuma na vikafanikiwa. Angalia watu ambao waliwahi kukusaidia siku za nyuma na ukaweza kufanikiwa. Halafu jiulize, kwani nilikwama wapi? Au kwani ninakwama wapi? Natamani kwenda wapi? Kule unakokutamani ndio kukupe hamasa ya kuendelea kujituma kule unakokutamani. Acha kuangalia tu vile vitu ambavyo unaona pengine vinaweza vikakukwamisha. Wewe mwenyewe unadhamiria nini ndani yako? Usikubali kuacha ndoto yako ipotee bure bila sababu za msingi. Ni kuwa na visingizio ambavyo vinawezekana kabisa vikaweza kurekebishika. Kuwa na visingizio ambavyo vinawezekana kabisa vikafanyika. Tusijionee huruma, lakini wakati mwingine tusipende kuonewa huruma. Tusipende kuonewa huruma kwa kuona kwamba labda wewe kitu fulani huwezi, basi watu wakufikirie, waanze kukuuliza, waanze kukushawishi. Hapana. Kile ambacho wewe unakitamani chenyewe, yale maono ambayo wewe ulitamani yakuwe na ulikuwa unayaona mbeleni, ndio ukaanza kufanya labda kitu ambacho ulikuwa unakifanya, au biashara ambayo ulikuwa unaifanya, au kazi ambayo ulikuwa unaifanya. Hivyo ndio vikupe wewe hamasa ya kuendelea mbele. Ile picha kubwa ambayo uliijenga uliijenga kichwani mwako kwamba hiki na hiki nikifanya, baada ya miaka kadhaa mimi nitakuwa mtu fulani, au baada ya miaka kadhaa mimi nitakuwa nimefikia kwenye mlengo fulani. Hivyo vikukumbushe kuwajibika, vikukumbushe kwamba wewe unaweza. Yaani kama uliweza, kwa nini ushindwe leo? Hata kama unapita wakati mgumu, mapito yapo, kila mtu anayapitia. Kwa hiyo vile vitu vilivyofanikiwa vikupe hamasa ya kwamba hata hapo ulipo leo uwezekano wa kutoka ni mkubwa sana kama wewe mwenyewe utaamua. Zingatia, kama wewe mwenyewe utaamua. Yaani hauwezi kufanya kitu ambacho kichwa chako au akili yako haijaamua. Amua wewe mwenyewe kwamba mimi nimechoka, nimekaa chini sana, biashara yangu imelala, nimekuwa sina uchumi, madeni yananisumbua sana, wewe mwenyewe. Sasa imetosha. Yaani ukishasema sasa imetosha, wanasema namna nzuri ya kufanya kitu kiende vizuri ni kuchukia vile vitu ambavyo vinakuangusha au vile vitu ambavyo vinakurudisha nyuma, ili wewe usiweze kufanikiwa au usiweze kufanya. Ukishavikataa vile ukasema, Mungu naomba unisaidie, sasa nimeamua,
ninataka kusimama, ninataka kuanza upya. Ninaamini zile nguvu ulizonipa mwanzo nikaweza kushinda, hata sasa utanipa. Yaani kwanza kitendo cha kujitamkia tu hivyo tayari ni ushindi wako. Yaani hakuna kitu kinachotusaidia kama kuwa positive kwenye jambo lolote. Yaani ukisha kuwa na positive mindset, vitu vinaenda, yaani vitu vinanyanyuka, vitu vinasimama. Kama ni kuanza upya utaanza upya, kama ni kujipambanua utajipambanua, kama ni kuangalia mfumo mwingine mpya wa kuweza kufanya na kutekeleza, utaangalia namna nyingine ya kujipanga na kuweza kufanya zaidi. Hakuna kukata tamaa. Ni marufuku kukata tamaa. Hesabu baraka zako za nyuma, jiulize leo ulikwama wapi, ili uweze kurudia zile nguvu zilizokufanya ufanikiwe, uweze kuinuka sasa na kuweza kufanikiwa na kuweza kuendelea mbele. Wengi huwa hatuandiki baraka zetu. Wengi huwa hatuandiki mafanikio yetu. Yaani kadri unavyozidi kuyaandika ndivyo unavyozidi kupata nguvu ya kuendelea mbele zaidi. Nikukumbushe tu, hakuna kitu kinachofanikiwa bila kuwa na mwendelezo. Mwendelezo ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Mwendelezo ndio njia sahihi ya mafanikio. Don't lose hope, my dear. Mungu yupo kwa ajili yako. Hajakuleta duniani kwa bahati mbaya. Amekupa nguvu, amekupa akili, amekupa nafsi nzuri. Kama nafsi unaona imekufa, imestaki haifanyi kazi, jiulize kwa nini nafsi yako imekufa. Muulize Mungu, kwa nini nafsi yangu imekufa? Kuna mahali mimi nimekwama. Nikumbushe wajibu wangu, nikumbushe neema zangu, nikumbushe baraka zangu, ili niendelee kukutumikia, kwa sababu tunapofanya kazi, tunapojituma, tunaendelea kumtumikia Mungu anayetupa pumzi na anayetupa uhai. Nimetamani tu kukumbusha, nimejikumbusha na mimi mwenyewe. Nikutakie kila la heri. Mungu akubariki sana.